Baada ya msiba angalieni. Manake hapa kuna wasia. Haya, wasia, lete wasia tuandike au tuusome. Nyumba hii baba akasema ya watoto wanawake tu. Nyumba hii kaandika ya watoto wanawake tu, si wanaume si wanawe. Ndo wasia. Hapana, wasia una vigezo vyake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtembelea Saad bin Abi Waqqas katika mji wa Makkah, wakati anaumwa sana Saad bin Abi Waqqas, na Saad akamwambia Mtume kipenzi chake, inni qad balagha bi min alwaj'i ma tara wa ana dhu malin wa lam yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthay mali. Katika hadithi hii kukapatikana mafundisho ya taratibu za wasia pale mtu anapoweka wasia. Kwa wasia una taratibu zake. Kwanza, la wasiyata lilwaritha. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna wasia kwa mtu aliyekuwa ndani ya mirathi. Kama gari hii ya kaka yenu, mkifa hii ya kaka yenu, si yumo ndani ya mirathi? Hakuna wasia huo. La wasiyata lilwaritha. Jambo la pili, ili mali uiandike wasia, kuwe na nyingine at least 2, ile iwe ya 3 kwa uchache kabisa. Maana Abubakar anasema ziwe 5. Kama nyumba ziwe 5, moja andika wasia. Kama gari ziwe 5, moja andika wasia. Kama nyumba yenyewe ndio hiyo moja, kisha unaandika wasia, nyumba hii isiuzwe, wakfu. Nyumba yenyewe ni hichi. Una watoto alhamdulillah, umejitahidi kuoa na kuacha, wewe una matumbo 18, kila sehemu kuna mwanao, bali umekufa unadaiwa milioni 30. Milioni 30 tuzipate wapi sie? Kama hatujauza choki nyumba chako, afu unaandika wasia, nyumba hii wakfu isiuzwe, atayeuza siko radhi naye. Nyumba yenyewe ni moja tu. Kisha unatuandikia na mama yenu wakufikia humu ndani asihame. Nyumba yenyewe ni moja. Tutauchana huo wasia, umekosa vigezo vya kisheria. Tutazungumza na mama kwa upole. Sheria ya dini, hii nyumba ni moja tu, kwa hiyo haikufaa kuandikiwa wasia, ilikuwa zipo nyingine 2. Na baba ana madeni, na sie pia tuna madeni, kwa nataka turithi tukalipe. Na sie pia tuna njaa tele na hii nyumba ya baba yetu. Kwa hiyo tutauza, kisha baadaye tutagawana kimirathi. Fungu lako utapata mama, na sisi tutapata. Mimi mama yenu kana baba yenu kanambia sihame huko, kwa hiyo sihami. Haya, usihame, tutafuta wateja, nyumba inauzwa. Tena atakayenunua mna faida huko ndani, mnakizuka huko, tunamuuza pia huko. Atakayenunua, haya, tanunua nyumba na lokwe ndani, tutauza hiyo nyumba kwa mujibu wa sheria na tutagawa mirathi. Kwa nini? Wasia haujapitia katika vigezo vyake sahihi. Achilia mbali ule wasia kwamba tunao fulani ninamdai, hajanilipa pesa zangu wakati wa uhai, mkifa msije mkazipokea. Na umekufa kweli, sisi watoto wako, na yule aliyekudai karudi nyuma, ndugu yangu kashakufa, jamani, baba yenu alikuwa anadai milioni 3 hizi. Baba akasema zisiguswe hizo. Bwana vipi? Haya yanafanyika sana. Achilia mbali, mpaka leo kuna nyumba za marehemu miaka 10, miaka 5 hazijarithiwa mpaka leo. Alafu ni familia moja ndio inafaidika na hiyo nyumba. Na sie huku vipi? Basi hameni tukae zamu kwa zamu. Nyie mshakaa miaka 2, tokeni huko, na sisi tukae miaka 2 kwenye baba yetu. Na sisi tukae miaka 2, atakuja tumbo jingine wakae miaka 2 huko. Kwa nini mali za marehemu hazirithiwi miaka mingi? Mnazingangania nini? Si mchume zenu. Utaratibu ni kurithiwa. Mtu akifa, huu ni mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kauweka kwa waja wake. Mtu akifa arithiwe. Nyumba ya babangu mpaka ninakufa mirathi sipati. Akuja kupata mjukuu wangu, eti baba yenu babu yenu walikuwemo wakati mwenyewe nilikuwa niko hai. Nipeni urithi wangu mapema. Najua mimi ndo nitaonekana adui nitakayeanza kudai changu, lakini ndo mwema mbele ya Allah. Busara tu itumike, lakini mali zirithiwe. Mali zirithiwe. Tuondokane na dhima hiyo. Mazali mwenyewe kazichuma kashakufa, zirithiwe, kila mtu apewe haki yake. Sio msuri mpaka wengine wanakufa tena, yule kakimbia urithi, lakini yule hajaukimbia kauwahi sasa yupo, na yule kule, kwa hiyo mpaka mnapa isauda kuwa kubwa. Haya, tutarithi. Lakini hali ngumu, si dada zenu, tukubaliane, tunakubaliana. Mnakubaliana vipi? Hamna ile shilingi 2 kwa moja, tugawane pasu kwa pasu hapa, wanawake sawa na wanaume sawa. Ndio makubaliano yetu. Haya, mshakubaliana vizuri. Haya, pasu kwa pasu. Mnakubaliana nyie nani?
kwamba Allah aliweka ule utaratibu kakosea au vipi? Kwamba nyinyi mnaita utaratibu wenu mpya, mwanamke apate sawa sawa na mwanamume. Wewe nani? Una mamlaka gani katika dini hii? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din man lam ya'dhan bihi Allah. Mmekuwa mnawashirika wa kuwapangia watu utaratibu katika dini, au kupangieni katika dini jambo ambalo Allah hakuidhinisha. Allah na mambo yake na ana taratibu zake. Kwa urithi ugaiwe kama ulivyogaiwa. Tena ukitaka kumgaia dadako utamgaia kwa baadaye ukishapewa. Maana mambo haya yanajulikana na Allah kajua. Inawezekana watu 10 nyote, basi tugawane sasa na dada zetu. Alafu kuna mtu mmoja tu. Akitoka hapo na mkewe chumbani, wangejua hawa madeni mnayodaiwa hawa, hata wasingefanya hivi. Lakini tena niseme hapo inaonekana mbaya. Mungu kashasema tugawane 2-1, mwanamume 2. Ni sawa sawa. Tena familia hii ngumu, ukisema hapo nitaonekana mimi mkorofi. Sasa nilikuwa nitaka nipate changu chote. Maharibiko hayo. Fateni taratibu ambazo Allah kaziweka katika mirathi. Mote humo elimu, kila sehemu ambayo fiqh inagusa mashaka.